Kilio cha ndege za kivita kilirindima tena juu ya anga la Tyra Deba, kilifuatwa na milipuko mizito iliyoitikisa ardhi ya kusini mwa Lebanon, ambapo wingu jeusi la moshi lilitanda juu ya majengo yaliyoharibiwa, muda mfupi baada ya jeshi la Israeli kuamuru wananchi wa vijiji kadhaa kuondoka mara moja, ishara wazi kwamba amani ya mwaka mmoja iliyojengwa kwa mashaka sasa imo hatarini kuporomoka. Kwa mujibu wa Reuters, jeshi la Israeli lilithibitisha Alhamisi hii kwamba limeanzisha mashambulizi ya anga makali dhidi ya maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon, likidai kuwa kundi la Hezbollah linafufua upya uwezo wake wa kijeshi katika maeneo hayo. Hatua hiyo imekuja licha ya mkataba wa kusitisha vita uliosainiwa mwaka jana, ambao ulitarajiwa kuzima zaidi ya mwaka mmoja wa mapigano kati ya pande hizo mbili hasimu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanoni, mtu mmoja aliuawa na wengine kujeruhiwa katika mashambulizi ya mchana, huku mashambulizi ya awali yakiwa yamegharimu maisha ya mtu mmoja mapema asubuhi. Msemaji wa jeshi la Israeli Avichai Andrea kupitia ukurasa wa X saa 6 alasiri alitangaza amri 3 za tahadhari kwa wakazi wa vijiji vya Aital al-Jabal, al-Tayyab na Tyra Deba, akitoa ramani zinazoonyesha maeneo yaliyolengwa. Saa moja baadaye, ndege za kivita zilianza kushambulia zikitupa mabomu yaliyotikisa milima na mabonde ya kusini. Kwa miezi kadhaa, jeshi la Lebanoni limekuwa likijitahidi kufuta maghala ya silaha za Hezbollah, likiwa na matumaini ya kurudisha udhibiti wa serikali katika eneo hilo, lakini Israeli inaona juhudi hizo hazitoshi, kwani wito wa viongozi wake umekuwa mkali, ikidai haitakubali Hezbollah kujihami tena baada ya vita vya ardhi na anga vya mwaka 2023 na mwaka 2024 vilivyoangamiza sehemu kubwa ya nguvu ya jeshi ya kundi hilo. Msemaji wa serikali ya Israeli, Shoshi Bedrosian, alisema Israeli itaendelea kulinda mipaka yake yote. Tunasisitiza utekelezaji kamili wa makubaliano ya kusitisha vita. Hatutaruhusu Hezbollah kufufua silaha au nguvu zake za kivita, amesema msemaji huyo. Lakini upande wa pili, Hezbollah imesisitiza kuwa bado imejikita katika kuheshimu makubaliano hayo, huku akisisitiza pia haki yake halali ya kujihami na kupinga uvamizi wa Israeli, ambapo pia taarifa ya kundi hilo imesema halijapiga risasi hata moja dhidi ya Israeli tangu makubaliano hayo kuanza, lakini halitaacha kulinda ardhi ya Lebanoni iwapo litachokozwa. Katika kijiji kilichogeuzwa jivu, Khalid Nanu, meya wa Tyra Deba, alizungumza kwa huzuni: tuko katika hali hatari sana. Ikiendelea hivi, matumaini yote yatatoweka. Hakuna ajuaye ni wapi mambo haya yanaelekea. Mwisho wa kumnukuu. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa karakana ya chuma katika eneo hilo iliteketezwa kabisa, huku magari ya uokoaji yakihangaika kupenya kati ya vifusi na moto uliokuwa ukizidi kuenea. Wakati hayo yakijiri, baraza la mawaziri la Lebanoni lilikuwa likikutana mjini Beirut kusikiliza taarifa kutoka kwa kamanda wa jeshi, Jenerali Vodolf Aikal, kuhusu kasi ya operesheni za kukusanya silaha nje ya udhibiti wa serikali. Maafisa wawili wa usalama waliambia Reuters kwa mafanikio yanaongezeka kila mwezi, lakini hawakutarajia mashambulizi ya leo kuzuka kwa ghafla hivyo. Kwa wengi nchini Lebanoni, matukio hayo yanachukuliwa kama ishara ya kurudi kwa kivuli cha vita kikubwa. Wengi wanaogopa kuwa Israeli inaweza kurejelea kampeni yake kamili ya anga ikiwa serikali ya Beirut itashindwa kudhibiti makundi yenye silaha kusini mwa nchi. Kadri moshi unavyopanda angani, matumaini ya amani yanazidi kufutika taratibu, yakisalia maswali mazito juu ya mustakabali wa uhusiano kati ya majirani hawa wawili wanaotazamana kwa mashaka, huku dunia ikishuhudia kwa taharuki.